Naam, ni taarifa mpya katika soka ambayo tunakuletea katika chaneli yako pendwa ya Soka Time. Steven Barker, kocha mkuu wa klabu ya Simba, amesema timu yake imejiandaa vikamilifu kwa ajili ya mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya klabu ya Yanga, huku akieleza wazi kuwa lengo lao ni kupata ushindi. Barker ameyasema haya leo hii Agosti tarehe 11, 2026 akiwa mjini Zanzibar wakati akizungumza na waandishi wa habari kuelekea katika dabi ya Kariakoo itakayochezwa kesho katika uwanja wa New Amaan Complex. Kocha huyo amesema Simba imefanya maandalizi ya kutosha kuelekea katika mchezo na itaingia ikiwa na shauku ya kushinda, huku akisisitiza kuwa klabu hiyo ina malengo makubwa ya kupambania mataji katika msimu huu. Kocha Barker amesema anatambua uzito wa dabi ya Kariakoo, huku akieleza kuwa ni mchezo mkubwa unaozikutanisha timu mbili zenye ushindani mkubwa katika nchi ya Tanzania. Na amesema kikosi chake kiko tayari kukabiliana na changamoto ya mchezo huo, huko akiamini maandalizi yatakayowasaidia kutekeleza mpango wao ndani ya uwanja. Tunajua ni mchezo mkubwa na tunaiheshimu Yanga, lakini tumejiandaa kwa ajili ya kupambana na kutafuta ushindi, amesema kocha Barker. Kesho Agosti tarehe 12, 2026 kuanzia mida ya saa 2:30 usiku, Simba itakuwa na nafasi ya kutafsiri kauli ya kocha wake ndani ya uwanja wa New Amaan Complex jijini Zanzibar. Mchezo huu wa ngao ya jamii utakuwa mtihani mwingine mkubwa kwa Barker mbele ya klabu ya Yanga. Lengo aliloweka wazi ilikuwa ni kuiongoza Simba kupata ushindi na kuanza msimu kwa mafanikio. Na ikumbukwe kuwa Selemani Mwalimu amekuwa moja ya mchezaji wa klabu ya Yanga. Tukiangalia katika upande wa Selemani Mwalimu, mashabiki wa Simba wamewajia juu viongozi wa klabu ya Simba wakizungumza. Msimu uliopita Mwalimu alicheza kwa mkopo kutoka Wydad ambapo alifanikiwa kufunga mabao 10 akiwa katika klabu ya Simba. Baada ya Yanga kumtambulisha mshambuliaji Selemani Mwalimu kuwa mchezaji wake mpya, baadhi ya mashabiki wa Simba wametupia lawama uongozi wakidai umekuwa ukiwaona kama watoto wadogo. Alfajiri ya kuamkia leo hii imetangaza rasmi kupitia mitandao yake ya kijamii kukamilisha usajili wa mkopo wa Mwalimu kutoka klabu ya Wydad Casablanca ya pale nchini Morocco. Hatua hiyo imeibua mjadala miongoni mwa wadau wa soka kwani kabla ya Yanga kutangaza usajili wa Mwalimu, mahasimu wa Simba tayari walidai kumalizana na mshambuliaji huyo. Usajili wake kwa wekundu hao ulitangazwa na meneja wa habari wa Simba Ahmed Ali katika tamasha la Simba Day iliyofanyika Jumamosi iliyopita kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Shabiki maarufu kwa jina la Mchome Mapovu amesema Ahmed anatoa habari za uongo, anawadanganya wana Simba. Yanga wametupiga panapouma. Ukiangalia hata usajili wetu hauzingatii mahitaji. Tumesajili mawinga 5, mshambuliaji mmoja, sio sawa. Naye shabiki anayefahamika kwa jina la Mzee Saidi amedai kuwa uongozi wa Simba haujui ulilolifanya, tofauti na wapinzani wao Yanga aliodai wanafanya mambo kwa uhakika. Huyu anayetubeba naye ameenda Yanga, alafu mtu anayetangaza fedha ziko kwenye akaunti. Asubuhi bosi wangu kanipigia na ananiambia Selemani Mwalimu kaenda Yanga. Nikamwambia ni AI ya kesho tunaenda kukutana na Yanga, tunaenda kufeli. Mimi naomba Waziri Mkuu Mwigulu Nchembe atusaidie akiwa kama kiongozi ambaye viongozi wa Simba wasitufanyie haya, amesema Mzee Saidi. Kwa upande wake Kisugu amesema nimesema viongozi wa Yanga walienda Wydad kumfuata Sele, lakini hamkuelewa. Kwanza
Ni wapongeze Dar es Salaam. Young Africans wamepata mchezaji mzuri kupitia viongozi wa Simba kutoka kufuata siasa za mpira. Unapenda kusajili washambuliaji 8. Hizi sasa ndiyo siasa za mpira, amesema Kisugu. Hii ni Soka Time. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa update mbalimbali za mpira.